tunaweza epukana nayo. Pia tutakuwa na mafundisho ya familia katika jamii zetu, ni jinsi gani ama makusudi ya Nyasaye kwa ajili ya kuanzisha hicho chuo cha familia ilikuwa ni nini, na tuweze kuishi vipi. Nafasi ya baba ni gani? Nafasi ya mama ni gani? Nafasi ya watoto ni ipi? Hata wakwe wanapoanza kuingia katika boma, nafasi yao ni ipi? Pia kutakuwa na mafundisho ya Biblia. Wapendwa, kama kuna mbinu ambayo shetani anatumia ni kuhakikisha ya kwamba hatusomi Biblia, na hivyo basi hatutaweza kufahamu maneno yaliyo kimsingi kwa ajili ya siri na ukweli. Asante sana. Pia kutakuwa na mahubiri ambayo itakuwa yenye kutuchangamsha vilevile tutakuwa na mafundisho mahubiri kutokana na Biblia. Kwa hivyo wapendwa wa Mji wa Syekuti, kwa sasa tunataka tumkaribishe tu mwalimu wa kwanza aweze kuleta tu utangulizi kwa muhtasari yale ambayo tutakuwa tunatarajia katika maeneo haya. Na kabla nimlete huyo mwalimu, naomba tuweze kupata ombi kisha aweze kukuja. Wacha tuamini na tuombe. Baba wetu Mungu uliye juu mbinguni, mahali patakatifu, Mungu uliye muumbaji, saa na majira haya ili kupendeza ya kwamba vijana hawa kutoka Maseno, vijana hawa kutokea Kaimosi itaweza kuwa pamoja katika ukumbi huu, mji huu, kusemezana maneno ya ufalme wako. Na alika uwepo wako uende nasi, Roho wako Mtakatifu akaweze kunena na wapendwa wa mji huu, wazee kwa kina mama, ndugu zetu, dada zetu, hata na watoto. Roho Mtakatifu atangulie ili ya kwamba yale yote ambayo itakupendeza tuweze kufundisha yawe yenye kuleta mwanga katika jamii zetu na katika nyoyo zetu. Mwalimu anaposimama, naomba ya kwamba umtumie awe ni chombo tu, maana hata yeye anakuhitaji zaidi. Neno lako liweze kujulikana katika mji huu. Uongozi wa mji huu tunawaalika ya kwamba tuweze kuenenda katika roho moja na nia moja. Bariki mji huu, na tunapoanza tuanze na wewe, tutembee na wewe, tutatamatisha pamoja na wewe. Jina lako litukuzwe, katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen.